siku uliyompokea Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako halisi, hiyo ndiyo siku uliyotangaza vita kati ya wewe na ulimwengu. Kwa sababu Yesu anapingana na ulimwengu. Kwa sababu roho iliyokuwa ndani ya Yesu ni ya Mungu. Basi mwanadamu yoyote anayempokea Kristo kuwa mwokozi wa maisha yake lazima ajenge uadui kati ya yeye na ulimwengu, kwa sababu kiongozi wa ulimwengu ni Shetani. Ujue hatuko mbinguni, tuko ulimwenguni. Lakini hivyo hivyo tunampinga Shetani. Kwa hivyo Mkristo anapomkubali Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yake, huwa umetangaza vita kati ya wewe na wale wakuu wa ulimwengu wa giza. Ndiyo Yesu akasema kwamba, Yohana 16 mlango wa 33 nasema kwamba, ulimwenguni mna dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Inamaanisha kwamba hata kuwa na Yesu haimaanishi kwamba hautapitia changamoto. Hata kuwa na Yesu maishani mwako haimaanishi kwamba hautapitia majaribu. Majaribu utayapitia, lakini kwa sababu uko na mwana wa Mungu ndani yako, utashinda. Kwa hivyo unapompokea Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako, umeweka uadui kati ya wewe na ulimwengu, kwa sababu roho ya Mungu iko ndani yako. Roho ya Mungu iko ndani yako. Nawe umekuwa adui kwa ulimwengu huu. Wakristo wa leo, kwa sababu hawajui Yesu anayetangazwa na Roho Mtakatifu, wanajua yule anayetangazwa na historia ya Biblia. Wakristo wa leo wanaamini kwamba wanapompokea Yesu hakuna changamoto, hakuna shida. Wakristo wa leo wanalani Mungu kwa sababu hawajui njia za kiroho. Wanaamini kwamba wanapompokea Yesu hakuna changamoto. Alituambia kwamba ulimwenguni mna dhiki, ijapokuwa alikuwa na Mungu ndani yake. Ijapokuwa Yesu alikuwa mfano wa mwili wa dhambi, lakini ndani yake kulikuwa na roho ya Mungu. Hivyo hivyo ulimwengu haukuogopa, kwa sababu ulimwengu uko mikononi mwa Shetani. Naye Shetani ana watumishi wake. Watumishi wa Shetani kuwa tayari wanakufata. Kuwa tayari, kwa sababu wale watumishi wa Shetani hao ndio watakao kutesa. Wale watumishi wa Shetani hao ndio watakufanya ulie. Nimekwambia kwamba siku uliyompokea Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako, ndiyo ulitangaza vita kati ya wewe na ulimwengu, kwa sababu Yesu anatangaza kweli ya ufalme wa Mungu, na ulimwengu haupendi. Na kwa sababu haupendi, utakuwa adui yako. Kwa hivyo watu wa dini wanaamini kwamba wanapompokea Yesu hakuna changamoto, hakuna shida, hakuna majaribu. Lakini Wakristo wanaamini kwamba, Mkristo aliye na ufahamu wa kiroho anaamini kwamba anapompokea Yesu anayetangazwa na Roho Mtakatifu, basi ametangaza vita zaidi. Naye Mkristo hutumia changamoto ambayo inasababishwa na Shetani kama silaha ya kiroho ya kumsongeza karibu na Mungu. Lakini Mkristo, kwa sababu hajui njia za kiroho, anapokuwa anapitia changamoto, yeye hurudi nyuma kwa ulimwengu akatafuta suluhisho. Kwa sababu gani? Yeye anaamini kwamba anapompokea Yesu Kristo hakuna changamoto. Lakini Mkristo aliye na ufahamu anaamini kwamba anapompokea Yesu Kristo, basi maisha yake ya ulimwenguni yamekuwa magumu zaidi.
Kwa hivyo nafikiri nimekusaidia mahali. Kwa hivyo ile siku uliyopokea Yesu Kristo, ile siku uliyosema kwamba sasa nimeamua kumrudia Yesu Kristo, hiyo siku ndio iliyotangaza vita. Je, ulitangaza vita? Uko tayari? Je, ulitangaza vita? Uko tayari kwa vita? Ulimwengu wa giza hauna huruma. Hauna huruma. Utakapopatia nafasi, utakuletea hasara maishani. Kwa hivyo Yesu anapokaa ndani yako, utakuwa adui ya ulimwengu. Utakataliwa na wanadamu. Utakataliwa na wale wapinzani ambao ni wa ulimwengu wa giza. Utakuwa kikwazo kwa kila mahali utakapoingia, kwa sababu ulimwengu wa giza unaongozwa, uko mikononi mwa Shetani. Kwa hivyo ni lazima ujue wokovu wa kweli utakuweka adui na ulimwengu. Wokovu wa kweli utakufanya wewe uwe mtumwa. Wokovu wa kweli utakufanya wewe uwe jambazi kwa ulimwengu. Kwa hivyo unapompokea Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako, basi huo umetangaza vita zaidi kwa ulimwengu huu. Wokovu wa kweli utakuleta karibu. Wokovu wa kweli utakuleta karibu na ulimwengu. Utakufanya uwe adui zaidi na ulimwengu. Siri kubwa ambayo imefichwa ulimwengu wa kiroho: kuwa mtendaji wa neno kila siku. Hata kama watatumia njia gani, hawataweza kuzima kile ambacho kimepandwa na Mungu ndani yako. Yesu alikuwa mkweli siku zote. Yesu alikuwa mwenye haki siku zote, kwa sababu alishika sheria ya baba yake, kwa sababu alitii neno la baba yake. Kwa hivyo ili wewe ushinde, lazima uwe uko na supporter kutoka mbinguni. Ili wewe Yesu ambaye anaishi ndani yako aweze kubadilisha maisha yako, lazima iwe ni yule ambaye anatangazwa na Roho Mtakatifu. Ikiwa ni yule wa historia, hataonekana kuwa mwenye nguvu. Hataonekana kuwa mwenye nguvu. Kwa hivyo Yesu anapokaa ndani yako, atakufanya kuwa adui. Changamoto zitazidi, kwa sababu Mungu anataka uje karibu na yeye ili akulinde. Ndio kuna mahali nilikwambia kwamba Mungu hutumia changamoto ambayo anapitia mwanadamu kumleta mahali ambapo anastahili. Mungu hutumia changamoto anayopitia mwanadamu kumleta mahali ambapo anastahili. Kwa hivyo kila changamoto anayopitia mwanadamu, nyuma yake kuna kusudi la Mungu. Yesu Kristo anapokaa ndani yako, Mungu ataruhusu hata majaribu ya kufuate. Utakuwa na majaribu ya ulimwengu na kutakuwa na majaribu ya Mungu. Yote haya utaweza kuyashinda utakapokuwa wewe ni mtiifu wa neno lake, kwa sababu Roho wa Mungu atakaa ndani yako, naye atakutia nguvu ili uweze kuifanya kazi ya Mungu. Bila hivyo utaweza. Hakuna mtu ambaye anaweza kutii Mungu isipokuwa awe yuko na Roho Mtakatifu. Hakuna mtu ambaye anaweza kuheshimu Mungu isipokuwa awe yuko na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo bila Roho Mtakatifu ni vigumu kuifanya kazi ya Mungu. Hiyo ndiyo iliyomfanya Yesu awe adui kwa ulimwengu huu, kwa sababu roho iliyokuwa ndani yake ilikuwa ya Mungu, na kwa sababu ilikuwa ya Mungu, ilifanya kulingana na mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo unapompokea Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako, jitayarishe kwa vita vya ulimwengu wa kiroho wa Shetani.
Jitayarishe, maana wale wanaoonekana hata hawana shida, lakini wale ambao hawaonekani, ambao wako ulimwengu wa kiroho wa shetani, hao ndio watakao kufanya ulie. Kwa hivyo yule Yesu halisi, aliye mwana wa Mungu, atakapokaa ndani yako, lazima utakuwa mgeni kwa ulimwengu huu. Lazima utakuwa adui kwa ulimwengu huu, kwa sababu roho iliyo ndani yako si ya ulimwengu, ni ya Mungu. Kwa hivyo Mkristo wa kweli ajiandae. Jiandae. Ikiwa wewe uko na Yesu ambaye anatangazwa na Roho Mtakatifu, jiandae kwa changamoto ambazo zitakufanya ulie. Lakini hivyo hivyo utavuka, kwa sababu uko na Mungu. Changamoto ambayo iko na Mungu ndani huwa rahisi kwa mtu ambaye ni mtendaji wa neno, kwa mtu ambaye amejenga uhusiano wake na Mungu kutokana na neno la Mungu. Ni rahisi kuvuka, kwa sababu Mungu huruhusu changamoto yake kwa mwanadamu, lakini hivyo hivyo ndani yake akaweka amani ili mwanadamu aweze kushinda. Lakini changamoto ambayo haina Mungu ndani hukosa amani. Hukosa amani. Changamoto ya mtu ambaye uhusiano wake na Mungu haujatokana na neno, hukosa amani ndani yake. Kwa hivyo uhusiano wako na Mungu ikiwa haujatokana na neno la Mungu, utateseka sana. Utateseka sana. Kwa hivyo nafikiri nimekusaidia mahali. Hili ndio fundisho la siku ya leo. God bless you. God bless you. I salute your faith. Harrison G.